Kwa jina naitwa Khadija Ali Saidi, ni mshiriki wa mashindano ya Qur'ani juzuu 20, natokea Dodoma. Insha Allah Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi kwenye jambo hili. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذين أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. Ndugu zangu, kutokana na umuhimu mkubwa wa amani, kamati kuu ya maandalizi ya mashindano makubwa ya kuhifadhi Qur'an tukufu kwa wanawake watu wazima UMAIF imeona kuwa kauli mbiu ya mwaka huu iwe ni Qur'ani ni amani. Nipende kuchukua nafasi hii baada ya kutoa ujumbe huu wa kuwaomba watu tuweze kuidumisha amani tuliyokuwa nayo katika nchi yetu, na hasa siku hiyo insha Allah katika mashindano yetu ratiba inaonesha tutakuwa na dua ya kuliombea taifa amani, kuombea viongozi wa nchi hususan maraisi wetu Mama Samia Suluhu Hassan, lakini pia Daktari Hussein Ali Mwinyi na viongozi wote wanaowazunguka. Tutakuwa na dua maalumu baada ya Qur'ani tu kuisha kusikilizwa, tutafanya dua ya kuiombea amani nchi yetu na kuombea viongozi wetu. Hivyo basi, kwa nafasi hii niliyokuwa nayo kama mratibu wa mashindano, niwaalike sasa wakina mama, wazee, vijana, vikongwe katika mashindano yetu ambayo yatakayofanyika kesho kutwa Jumapili. Milango itakuwa wazi kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 7 mchana, tutakuwa tuko pale inshallah. Kwa hiyo niwaombe kina mama waweze kuhudhuria kwa wingi katika mashindano yetu haya, na mgeni rasmi atakuwa ni Bi Siti Mwinyi, mke wa aliyekuwa rais wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Daktari Mzee Alhaji Ali Hassan Mwinyi. Kuhusu mashindano yetu ya fainali ya wanawake watu wazima yatakayofanyika Jumapili inayokuja tarehe 29 mwezi wa 6. Sina mazungumzo zaidi kwa kweli marefu sana, zaidi ya kuiomba jamii iitikie mwito huu. Tunawaomba Watanzania wote wawe pamoja nasi katika mashindano haya ya wanawake watu wazima, lakini waalikwa watakaohitajika kuja ukumbini ni wanawake tu, lakini tunawaalika wanaume wawepo katika vyombo vya habari, kwani online nyingi zitakuwa ziko live siku hiyo, lakini vile vile Azam itakuwa live mubashara siku hiyo, ZBC2 watakuwa live. Kwa hiyo tuwe pamoja kuliangalia jambo hili lilokuwa zuri kabisa. Sisi tunahimiza malezi. Malezi ndio kitu muhimu sana. Malezi athari yake ndio hiyo amani tunayoitaka. Na tukiwahifadhisha watoto, vijana wa kiume, watu wazima, wanawake, haya yote ni katika malezi, kuzilea nafsi, kuzilea roho, ili jamii iweze kukaa katika mwelekeo anaotaka Mwenyezi Mungu
na matunda yake ndiyo kufaidika na amani hii ambayo tunayokwenda nayo. Tunatoa mwaliko na msisitizo katika mwaliko wetu, akina mama asibaki nyumbani siku ya Jumapili. Karibuni katika ukumbi ili muweze kuona, muweze kushiriki katika mashindano haya muhimu kabisa ambayo ni ya kitaifa. Kuna mpaka vizee vinashiriki katika mashindano haya. Kwa kipindi hiki kifupi, tunatumia fursa hii kuwaalika kina mama wote wahudhurie katika fainali za mashindano ya Qur'ani tukufu kwa kina mama watu wazima katika siku ya Jumapili tarehe 29 mwezi huu tulionao wa 6 2025. Fainali hizi zitafanyika katika ukumbi wa DYCCC uliopo maeneo ya Chang'ombe, Temeke, Dar es Salaam. Ujumbe ama kauli mbiu ya mashindano haya tumeamua tuseme Qur'ani ni amani, na uhalisia ndio huo. Qur'ani ni amani. Qur'ani ni amani ya nafsi. Qur'ani ni amani ya familia. Qur'ani ni amani ya jamii. Qur'ani ni amani ya taifa. Qur'ani ni amani ya ulimwengu. Na tukisema Qur'ani ni amani ya ulimwengu, tusielewe ulimwengu kwa maana ya fupi, kwa maana ya viumbe tu, wanadamu na majini. Hapana. Qur'ani ni amani mpaka kwa viumbe hai. Qur'ani ni amani mpaka kwa viumbe visivyo hai. Qur'ani ndiyo amani ya uhalisia. Yoyote yule atakaye shikamana na Qur'ani kwa maana halisi ya kuishika Qur'ani, basi huyo atakuwa na amani ndani ya nafsi yake, na familia kiujumla itakaposhikamana na Qur'ani na kuyatekeleza vyema mafundisho ya Qur'ani, basi familia hiyo itakuwa na amani ya uhalisia. Lakini hata nchi kama nchi, tukiwa pamoja tukaishika Qur'an, tukayafanyia kazi mafundisho ya Qur'an, basi tutakuta nchi yenyewe itakuwa inaishi kwenye amani ya uhakika. Amani ambayo ndiyo maana halisi ya Uislamu.